Leo ni Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo ambayo yanatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 22 aya ya 19 hadi ya 23. Somo la pili ni waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 11 aya ya 33 hadi 36. Na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi ya 20. Wapendwa katika Kristo, umewahi kusikia au kukutana na mtu ambaye unamfahamu kwa jina au kwa habari ulizosikia juu yake, lakini haumjui kwa undani? Ukiambiwa umwelezee, unakosa maneno ya kusema juu yake. Hili lipo kwa Kristo pia. Watu wengi wanamfahamu Yesu kwa kusikia tu. Wanajua alifanya miujiza, aliponya watu magonjwa yao, alihubiri kwa mamlaka, aliteswa na alikufa msalabani na siku ya tatu alifufuka. Lakini kujua habari za Bwana wetu Yesu Kristo si sawa na kumfahamu Kristo kiundani, si sawa na kumjua Kristo kiundani. Ndio maana kwenye injili ya leo Yesu anawauliza wanafunzi wake swali moja, lakini swali hili lina sehemu kuu mbili. Kwanza anawauliza, watu wanasema nini kuhusu yeye? Wanasema mwana wa Adamu ni nani watu wengine? Hili ni swali rahisi. Wanafunzi wanarudia tu maoni ya watu. Wengine wanasema ni Yohane Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au ni mmojawapo wa manabii. Haya yalikuwa ni maoni ya watu wengine na ilikuwa ni rahisi kusema wanasema nini juu ya Kristo. Lakini ghafla Bwana wetu Yesu Kristo anabadilisha mwelekeo wa mazungumzo na anawauliza, lakini ninyi mnasema mimi ni nani? Hapa swali linakuwa la binafsi. Hakuna mtu ambaye angeweza kumjibia mwenzake. Ndio maana Petro alijibu kama yeye, na hakuna mtu anaweza kutujibia sisi pia tukiulizwa hilo swali. Kila Mkristo lazima ajibu swali hili: Yesu ni nani kwako? Yesu ni nani kwangu? Petro anajibu kwa ujasiri, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kutoka katika jibu hili la Petro tunajifunza mambo matatu muhimu, ambayo mambo haya nataka niwashirikishe katika Dominika hii ya 21 ya mwaka A wa Kanisa. Jambo la kwanza, kumjua Yesu ni neema ya Mungu na jitihada zetu. Yesu anamwambia Petro, heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa sababu si mwili na damu vilivyokufunuliwa hili, bali ni Baba yangu wa mbinguni. Hii inaonyesha kuwa imani ni zawadi kutoka kwa Mungu. Hatuwezi kumtambua Yesu kikamilifu kwa akili zetu pekee. Mungu ndiye anayefungua macho na mioyo yetu ili tuweze kumfahamu. Lakini neema hiyo inahitaji ushirikiano wetu. Tukitazama maisha ya Petro, yeye alionyesha ushirikiano kwa neema hii. Yeye aliambatana na Kristo, alisikiliza mafundisho yake, alishuhudia miujiza yake, aliuliza maswali. Hizi ndizo juhudi za Petro. Huu ndio ushirikiano wake na neema ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana aliweza kumjua Kristo ni nani. Ndivyo ilivyo hata kwetu. Imani haiimariki kwa yenyewe. Inakuwa kwa kusali, inakuwa kwa kusoma neno la Mungu, inakuwa kwa kushiriki Ekaristi Takatifu mara kwa mara, inakuwa kwa sakramenti ya upatanisho, na inakuwa tunapoiishi Injili kila siku. Kumbe watu wengi wanajua habari za Kristo, lakini wanaotumia muda wao pamoja naye
ndiyo wanayemjua sawa sawa na ndiye wanayemjua jinsi alivyo. Na fundisho la pili, funguo ni dhamana ya utumishi na siyo umiliki. Baada ya Petro kukiri imani yake, Yesu anamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Hapa Yesu hasemi kuwa Petro ndiye mmiliki wa kanisa, bali nitalijenga kanisa langu. Kanisa linaendelea kuwa la Kristo. Petro anapewa jukumu la kulihudumia. Somo la kwanza linatusaidia kuelewa vizuri jambo hili. Eliakimu anapewa ufunguo wa nyumba ya Daudi. Nyumba siyo yake, ufalme siyo wake. Alikuwa msimamizi tu. Mfalme aliendelea kuwa mwenye nyumba. Vivyo hivyo, Petro hakuchukua nafasi ya Kristo. Alipewa jukumu la kuwa mtumishi mwaminifu wa kanisa. Na mafundisho haya yanatuhusu sisi sote. Kila mmoja wetu amepewa funguo fulani. Wazazi wamepewa funguo za familia zao. Walimu wamepewa funguo za kuwalea wanafunzi. Mapadri wamepewa funguo za kuwachunga waamini na kuwahudumia kwa sakramenti. Viongozi wamepewa funguo za kuwaongoza wengine. Hapa swala si kama tuna mamlaka. Hapa swala ni kwamba tunatumiaje mamlaka ambayo Mungu ametukabidhi? Je, tunafungua milango kwa wengine wamkaribie Kristo, au tunafunga milango kwa ubinafsi na kiburi? Katika kanisa na kwenye Ukristo, mamlaka si nafasi ya kujitukuza, ni nafasi ya kuwatumikia wengine, tena kwa unyenyekevu. Na fundisho la tatu na la mwisho, Mungu hutumia watu wasio wakamilifu, watu wa kawaida kabisa. Hili fundisho linatupa, hili ndilo tumaini ambalo neno la Mungu leo hii linatupatia. Petro hakuwa mkamilifu. Tunafahamu alimkana Yesu mara 3. Aliogopa, aliteleza, lakini Yesu hakumkatia tamaa. Kwa nini? Kwa sababu Petro alitubu. Petro alimrudia Kristo, alikubali kubadilishwa na neema ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana akawa mtakatifu mkubwa. Hili linatupa matumaini. Mungu hasubiri kwanza tuwe wakamilifu ndipo atuite au atupe mamlaka. Anawaita watu wa kawaida wenye moyo wa kutubu na kuendelea kukua katika imani. Huenda nasi tunaanguka, huenda nasi tunashindwa, huenda nasi tunafanya makosa, lakini kama Petro tunaweza kuinuka tena. Utakatifu si kuto kukosea. Utakatifu ni kumrudia Kristo kila tunapoanguka. Ndugu zangu, leo Yesu anamuuliza kila mmoja wetu, wewe unasema mimi ni nani? Jibu letu lisibaki midomoni tu, lionekane katika maisha yetu. Tumtafute Yesu kila siku kupitia sala, kupitia neno la Mungu na sakramenti zake. Tutumie vipawa, mamlaka na majukumu tuliopewa kwa unyenyekevu na kwa moyo wa utumishi. Na kila tunapoanguka, tumuige Petro kwa kutubu na kuinuka na kuendelea kumfuata Kristo. Mungu atujalie kuwa na imani ya Petro, unyenyekevu wa Petro na uaminifu wa Petro mpaka mwisho. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.